Mambo vipi? Mambo vipi? Mambo vipi? Aha. Habari ya mapambano, habari ya mikakati na mashuhuri. Karibu sana 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 katika kipindi chetu. Karibu sana sana katika kipindi chetu. Kama ilivyo desturi yetu, kazi yetu ni kukamilisha ahadi ambayo tumeiweka. Kazi yetu ni kuikamilisha ahadi ambayo tumeiweka. Unajua, kwenye maisha kuna kitu kinaitwa promise. Promise ni ahadi. Ngoja nikufundisha hii kitu, itakusaidia sana kwenye maisha yako. Wakati nimeanza hii safari ya 10 days, ilikuwa tu nimekaa mahali fulani nikasema, siku zote watu huwa wanapenda kitu kinaitwa nitumie lugha gani ili iweze kuwa nyepesi kueleweka? Inaitwa zimamoto. Pa 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 pa. Lakini nikanajiuliza nikasema, no, mafanikio sio zimamoto. Mafanikio yanahitaji uelewa, yanahitaji ufahamu, na ufahamu unajengwa kwa muda. Nikasema ngoni muombe Mungu anipe hekima, anipe nguvu na kibali cha kuhakikisha napata muda wa kutosha wa kuzungumza na hawa watu ambao kila siku nimekuwa nazungumza nao kwenye mtandao. Basi baadaye nikapata kibali cha kuwa na cha kuweza kufanya siku 10 za kuongea na wewe. Na sometimes inaweza kuwa rahisi kama kila kitu kipo. Inakuwa rahisi kama kila kitu kipo. Lakini to be honest, hakukuwa kuna chochote. Hakukuwa kuna chochote ambacho kipo tayari. Yaani kwa mfano unasema labda masomo ya kufundisha yapo. Hakuna. Kwa mfano leo ni siku ya 9. Acha nikuoneshe hapa. Somo la 9, sijui kama utaona. Mbona hapa juu nimeandika somo la 9. Alafu hapa nimeandika part 1. Leo ni Jumapili, nimetoka zangu church, nikaanza kuandaa somo. Nataka kufundisha, unajua mimi ni mentor. Mimi sio mwalimu, mimi ni mentor. Na kuonesha kitu tunachofanya na nakufundisha kufanya hivyo hivyo, au sio? Sasa leo tutadiscuss somo hili ambalo nimeliandaa, lakini limeisha. Sina somo lingine ambalo nitafundisha baadaye. Kwa nikimaliza kuwafundisha ndio nakaa tena kuandaa somo litakalokuja. Si kuna kitu ndio nawafundisha au ndio nawachanganya? Sasa hii inaitwa commitment ya kupambania ndoto zetu. Watu mara nyingi wanafikiri kwamba ili wafanikiwe wanahitaji kujipanga kila kitu, wawe na kila kitu. Wakishakamilisha kila kitu, sasa ndio wanaamini kwamba sasa ndio naweza nikafanikiwa. Hizi siku 10 kama ni za kwako sijafahamu, lakini mimi mwenzako for sure hizi ni kwa ajili yangu mimi kama Ahazi. Nimekuwa nikifanya 8 miaka mingi kidogo, lakini pia 8 sio structured kama hivi, kwa sababu kila siku nakutana na watu wapya, lakini pia sio sehemu ambayo inatakiwa ufanye maandalizi kama haya ambayo nimewafanyia nyinyi kwa hizi siku ambazo nimewafundisha. Kwa hiyo binafsi mimi imenipa picha ya jinsi ambavyo wanaenda kufanya wonders kwa majira mapya yanayokuja. Vipi kuhusu wewe?
Comment hapo chini kusikia comment yako. Sema kutoka moyoni. Usiseme tu kwa sababu, na pia usinyamaze tu kwa sababu hauoni maana ya kucomment. Hiyo itakuwa kwa faida yako mwenyewe, sio kwa ajili ya faida yangu mimi. Nimekuja kujua kwamba mafanikio yanahitaji very serious, inahitaji mtu ambaye kaamua, na ndio maana waliofanikiwa ni wachache. Wanaotapatapa kufanikiwa ni wengi. Na mimi nataka kufanikiwa, na mimi nataka kufanikiwa. Fresh, haina shida, kwa sababu kuongea ni bure. Twende kazi kwenye game. Umeisha njiani, umechoka, visingizio hivi. Kila unapoweka kisingizio cha kwamba nimeshinda kwa sababu hii, sijaweza kwa sababu hii, kuna mwenzako anakuacha. Mafanikio yanahitaji fight, yanahitaji tupambane. Na kitu kibaya zaidi, huku duniani tunapambania vitu hivi viwili. Cha kwanza, tunapambania kuvunja laana. Unajua maana ya kuvunja laana? Kuvunja laana ni kwamba maisha ni magumu, hakuna hata mtu mwenye matumaini kwenye familia, yaani ni shida tu. Unakuta wewe ni kijana labda wa kwanza, au ni mama ambaye kwenye ndio unategemewa, hata kama ni wa pili, ni watatu, whatever, lakini unakuta ni umasikini umekisili. Inabidi atokea mtu mmoja wa kupindua meza. Sasa huyo mtu mmoja wa kupindua huyo ndio wewe. Sasa kila ukifikiri kwamba kuna kuvunja laana, na asilimia kubwa ya maisha yetu haya, wengi ni kuvunja laana, sio hata kitu cha pili. Unakuta tuna familia ambazo watu ambao wanapata kipato cha kuanzia milioni 10 kwa mwezi, yaani ni hawapo, au kama wapo basi ni wa mchongo, na kama wapo wa uhakika chache sana. Haya, nimezungumzia milioni 10, milioni 5, na wenyewe unakuta wapo, lakini na wenyewe hapo unavunja laana. Kitu cha pili, tunapigania kuvunja rekodi, kitu ambacho unakuja kugundua kwamba hakuna rekodi za kuvunja. Unavunja rekodi. Yaani kuna mtu kwa mfano kwenye familia kafanya wonders, yaani kila mtu anasema yule jamaa lazima ni mzidi. Alafu utasema mzidi kwa kupata 500,000 kwa mwezi, milioni kwa mwezi? No, hapo unavunja laana au unapoteza muda tu. Unavunja rekodi au unapoteza muda? Hapo unavunja laana. Okay, mimi nimesema nikukaribisha kwa design hiyo. Umepokea salamu zangu au ndio vile tena? Bali nimeambia comment hapo, wewe kwako umejifunza nini katika hizi siku zote ambazo nimekuwa nakufundisha. Wewe ambaye ni mgeni, karibu sana. Tuna appreciate ugeni wako. Lakini fahamu tu kwamba maisha yanahitaji uwe serious. Wala maisha yanahitaji mtu akubembeleze. Unambembeleza mtu mzima. Maisha yanahitaji commitment. Yanahitaji commitment. Haya bwana, karibu sana. Okay, so leo tunaangalia somo la 9, au tuko day 9, siku ya 9 katika zile siku zetu 10 za kujiandaa jinsi ya kuingia kwenye majira mapya. For sure, kwa asilimia zaidi ya 75 nimekuambia nini unatakiwa kufanya. Sasa hivi nibaki na masomo matatu tu. Kesho sitafundisha masomo mengi sana. Nitafundisha somo moja ambalo ni muhimu sana. Naweza kalifundisha hata masaa mawili. Sitaki nilikate. Nataka nilifundishe mara moja. Ila leo nitafundisha masomo mawili, na malizia masomo ya decision, masomo ya maamuzi. Alafu somo la mwisho ambalo litakuwa kwenye siku ya 10, nitakuonesha sasa wewe ndio uchague kwamba utaki au unataka kupata hela. Lakini nimepanga siku ya mwisho ndio nitakuonesha pesa iko wapi. Nilipanga kulifundisha ile somo siku ya 7 na 8 nikaliruka.
nikaliruka. Kwa hiyo nitalifundisha mwishoni kabisa, nitalifundisha siku ya 10, au sio? Yes, leo nakamilisha masomo yangu ya maamuzi. Somo letu la leo nasema unataka kuanza majira mapya ukiwa tayari au ukiwa na ahadi? Unataka kuanza majira mapya ukiwa tayari au ukiwa na ahadi? Ndio somo ambalo tutalikamilisha siku ya leo. Sasa hili ni somo katika mfumo wa swali, na ukishaona somo liko katika mfumo wa swali unatakiwa kuwa makini sana. Yaani unatakiwa kuwa makini kuliko, kwa sababu linakuwa linataka wewe mwenyewe ujitafakari kuliko kuambiwa. Unajua kuna kufundishwa, fanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, alafu inafika pointi unaulizwa, hivi katika haya ambayo umeshajifunza wewe, kama wewe ukikaa mwenyewe, Mungu akakuuliza akasema hivi are you serious, kiasi ambacho unamaanisha userious ambao unasema yaani upo serious katika kiwango cha degree ngapi? Kwa sababu ukimuuliza kila mtu kuhusu mafanikio, ukamwambia vipi unataka kufanikiwa, na unachekesha kweli, ni swali gani la kuuliza? Nani apende mafanikio? Wote watasema. Ukipita vijiweni watu hivi, ukipita mtaani watu hivi, ukipita stendi wako hivi, wanakwambia tunapambania maisha, busy. Lakini sasa mbona busy no progress? Yaani ni busy lakini mbona hakuna maendeleo, hakuna steps, hakuna, yani si umeelewa? Unajua tunapozungumzia mambo ya uchumi, kila mwaka unapata 300,000 kwa mwezi, kila mwaka, miaka 10 imepita. Sasa kama unapata 300,000 kwa mwezi kila mwaka, miaka 10 imepita, maisha kila mwaka yanaongezeka. Hebu angalia bajeti za nchi zote tu, hata Tanzania, kila mwaka bajeti inaongezeka zaidi ya mwaka jana. Maana yake ni kwamba gharama za maisha zimeongezeka. Sasa mbona wewe pesa yako iongezeke, unaishije? Alafu kingine, watoto wako wanaongezeka kama unafyatua wengine, au wale ambao uko nao wanapanda madarasa. Ukipanda madarasa, ada inakuwa nyingi zaidi kuliko ya mwanzo. Ina maana kama maisha yanaongezeka. Sasa mbona wewe kila mwaka kipato ni 300,000? Thamani ya 300,000 ya miaka 5 iliyopita na thamani ya 300,000 ya mwaka huu ni tofauti. Mbona sasa iongezeke na unasema unapambana? Hii haijakaa sawa. Mimi nakumbuka kuna kipindi kwa namuuliza Mungu, nikasema hebu niambie kama kuna makosa yanafanyika nijue, kwa sababu haiwezekani maisha yakawa yabadiliki na miaka inaenda. Sehemu mbili zilibadilisha maisha yangu. Mtaka nishare na nyinyi? Sehemu ya kwanza, ngoja nishare tu hata kama mnataka au mtaki. Maana mambo ya kwanza kuulizana hapa wakati mmeuliza maswali mengine hamjanijibu. Mmoja tu amejibu, sio wawili. Sehemu ya kwanza ilibadilisha maisha yangu. Ilisema hivi: kila mtu alisikia hapo neno la ufalme, asielewe nalo, kuja yule mwovu akalinyakua lilopandwa moyoni mwake. Hii sio mambo ya kidini, sikiliza vizuri. Usikaanza kujiconfuse huko unakonisikiliza. Neno la ufalme ni neno la kubadilisha maisha yako. Neno la kufanya maisha yako yawe vizuri. Kipengele kingine ambacho kinafanana na hicho ilikuwa kwamba bora hekima na ujipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatia ufahamu. Hili neno ufahamu hili. Sehemu nyingine ikasema busara itakulinda, ufahamu utakuhifadhi. Kinachokuhifadhi ni ufahamu. Nikasema siri ndio ilipofichwa. Nikaapa, nikasema
sitafanya kitu chochote kwenye maisha yangu kichwa. Yaani hapa niliapa nikasema sitafanya chochote kwenye maisha yangu kichwa. Kumbuka nimezungumzia ufahamu, sijazungumzia maarifa. Sijazungumzia mambo ya watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Nimeacha hayo kwa sababu maarifa ni kiwango kidogo sana, yaani ni kiwango cha chini sana. Ufahamu ni kiwango kingine. Maarifa ni kufahamu mambo, kwa sababu kuna vitu vitatu: kuna knowledge, understanding na wisdom. Hizo ni 3 dimension au viwango vitatu vya information. Hao ni watu watatu tofauti kabisa. Mtu mwenye maarifa ni mtu mwenye facts, yaani anafahamu mambo, yaani anajua mambo. Tunasema anajua what and why, yaani anajua facts na kwa nini zipo. Mtu mwenye understanding ni dimension nyingine, anajua step kwa step jinsi ya kufanya ile maarifa yafanye kazi na yatamfaidisha. Alafu sasa hekima ni kiwango ambacho tunasema ni mtu amefikia, anajua hiki nitumie wapi, hiki nisitumie wapi, hapa niongee, hapa niache, hapa nifanye hiki, hapa niache. Tunasema correct application of the knowledge, matumizi sahihi ya yale maarifa ulionayo. Sasa hiyo ndio dimension nyingine kabisa ya hekima, ambayo hiyo inaendana na mtu anampata experience, ameshafanya jambo fulani kwa muda mrefu, kwa anajua akikwambia hapo usifanye ukafanya, tayari ameona sehemu ambayo wewe hujaona. Kwa mfano unakuta sasa hivi mtu akiona biashara fulani ya mtu imemlipa, akiona labda mradi unapendeza, anasema na mimi lazima nifanye hii biashara. Sasa mentangu wa kiroho amekuwa akisema kwamba don't follow the results, follow steps. Usifate matokeo, fata hatua, kwa sababu hatua ndio zimesababisha matokeo. Hakuna matokeo yanakujaga yenyewe. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba nikasema sitafanya kitu chochote kibubusa bubusa, yaani nilisema sitafanya chochote kibubusa bubusa. Kuanzia hapo mambo yakaanza kubadilika rapidly, yaani yakaanza kubadilika, unataka au utaki, yakaanza kuchange. Pesa zikaanza kuongezeka, nikigusa kitu kinatokea, yaani nikasema yes. Sasa umekuwa msisitizo kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye biashara. Yeyote nitakaye kuwa naye, mimi nachojua sadaka yangu nitakayootesha kwake ni kumwambia usifanye vitu kwa kubahatisha. Basi, yaani usifanye vitu kwa kubahatisha. Sasa unajuaje unafanya vitu kwa kubahatisha? Huna data, huna information yoyote ya kitu ambacho unafanya. Mwisho wa siku lazima yakukute, yaani mwisho wa siku tu lazima yakukute. Hauna ujanja. Yaani nilipogundua hapo nikasema okay, hapa sasa lazima vitu viweze kutokea. Kwa ndugu zangu, tunapokaa kikao hiki, tunapokaa tunajadili, somo letu la leo linatutaka kitu kimoja tu. Unataka kuanza majira mapya, unataka kuanza mwaka mpya, unataka kuanza mwezi mpya, unataka kuanza wiki mpya, ukiwa tayari au ukiwa na ahadi. Yaani ukiwa tayari au ukiwa na ahadi, unaendelea kujiahidi au unaamua kuchukua hatua. Okay. Kwa leo tutaangalia masomo mawili katika somo hili, sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutaangalia somo ambalo linasema gharama ya kuingia majira mapya bila mfumo, au kwa lugha nyepesi tunasema gharama ya kuingia majira mapya bila mpango, au unaweza kusema gharama ya kuingia majira mapya bila mwongozo. Hilo ndio somo tutakaloliangalia la part 1. Part 2 tutaangalia somo linalosema
chaguo mbili tu zilizobaki. Ni zipi? Tutajua kwenye pati 2. Chaguo mbili tu zilizobaki. Kwa somo hili, wacha tuangalie hii sehemu ambayo inasema gharama ya kuingia majira mapya bila mfumo. Bila mfumo. Tunasema the hidden tax of hope. Kodi iliyojificha ya matumaini. Ukishasikia neno kodi, maana unalipia. Yaani wewe umeingia ukiwa na matumaini ya kufanikiwa, lakini hauna mwongozo. Sasa kuna kodi ya kulipa, kuna gharama utalipa, utake ustake. Kuna gharama zinazoonekana na zingine hazionekani, lakini utalipa tu, lakini utalipa. Ndugu zangu, haya masomo yangu ni magumu kidogo na naelewa kabisa. Hata nikiwa naandaa nawaza mara mbili mara tatu, nasema sasa hapa unaenda kuongea na watu watakuelewa kweli? Lakini kuna kukubali kutokueleweka, isipokuwa iwe ni kwa mtu fulani amekusudiwa abadilike. Yaani kuna mtu fulani anatafutwa ili abadilishe maisha. Sasa huyu lazima apewe dawa. Mentor wetu wa confidence alikuwa anasema hakuna dawa ya mtu mzima tamu. Na safari ya mafanikio sio kuambiwa mambo unayotaka kuyasikia, ni kuambiwa mambo unayotakiwa kuyafanya. Sio kuambiwa mambo unayotamani kuyasikia. Ni kuambiwa vitu unavyotakiwa ufanye, na kweli ukienda kufanya mambo yanatokea. Sasa somo langu linahusu decision, linahusu maamuzi. Gharama ya kuingia majira mapya bila kuwa na mwongozo, bila kuwa na mfumo. Hii gharama iko vipi hii? Ndio somo tunaloliangalia leo. Moja ya tabia iliyoua ndoto za watu wengi ni hii: ipo siku nitafanikiwa. Ipo siku nitafanikiwa. Anakwambia, yaani mwezi fulani, lazima nitafanikiwa. Vipi? Kivipi una uhakika kwamba utafanikiwa? Unajua, imani ni kuwa na uhakika wa mambo, ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Ni baada ya mambo yasiyoonekana sawa. Imani sio, wanasema kuna nini? Imani sio hisia. Kuna tofauti ya hisia na imani. Okay, labda nizungumzie hivi ili ni hisia niweke kwenye maana yake. Kuna tofauti kati ya hope na faith. Hope ni tumaini. Imani, faith ni imani. Imani inajengwa na facts na truth. Yaani kuna ufahamu fulani unao juu ya jambo unalolifanya, ndio maana una expect. Kwa imani ni kuishi ule ukweli unaofahamu juu ya jambo unalotaka kuliendea. Hiyo ndio inaitwa imani. Sasa watu wanachanganya kati ya imani na matumaini. Tumaini maana yake nini? Tumaini ni hope, sawa, kwa lugha ya Kiingereza. Hope ni kuwa na hisia. Una hisia. Hauna data, hauna fact, unabahatisha tu, lakini unaamini kwamba wewe kwako unasema unaamini. Unasema mambo yatakaa sawa tu. Usijali, mambo yatakaa sawa. Kivipi? Metangu anasemaga kwamba there is no free lunch. Okay, hiyo huwa na quote, anasema hiyo ni ya Kimarekani. Anasema Marekani wanasemaga there is no free lunch in life. Lakini yeye kwake anasema there is no value, there is nothing of value
There is no free. Sio ni nini, ngoja kwanza nikumbuke kidogo. Kwa lugha nyepesi anasema hakuna kitu cha thamani cha bure. Sasa kwa Kiingereza naona inanichanganya kidogo. Hakuna kitu cha thamani cha bure. Yaani hakuna utaamka una maisha mazuri. Kuna jambo utakiwa ulifanye ndio uamke una maisha mazuri. Kwa sasa kinachoua ndoto za watu wengi, anakwambia ipo siku nitafanikiwa. Yani mimi ipo siku nitafanikiwa. Alafu sasa mtu akufanikiwa huwa hajielezi. Kama ujui, mtu akifanikiwa huwa anaonekana. Huwezi ukakaa unaangalia TV masaa yote. Kuna vijana leo wametoka vyuo, amekaa pale na wao mzazi unamwangalia tu. Kama una kijana wako amaliza chuo na anaangalia TV masaa yote, alafu anasema maneno kama haya, nitakwambia kazi ya kufanya. Alafu ngoja kwanza nitengeneze academy ya ku recruit vijana waliotoka vyuo ambao wanasema wao hawana kazi. Ngoja. Nishapata kitu hapa. Kuanzia sasa naanza kumuomba Mungu. Ukiwa na kijana wako ambaye kamaliza degree yake, sijui ni nini, afu pale amekaa mbele ya TV. Nimetuma CV, afu anabonyeza pale. Mwambie ndugu yangu kishakuwa nisikuone hapa. Mtu akishafikisha miaka 18 ameshakuwa mtu mzima. Fukuza. Mwambie umeshakuwa. Kabonyeze TV kwako. Asa uniombee nijitengeneze academy ya kukaa nao hao. Lakini kwa saizi akienda kubonyeza TV mwambie umeshakuwa, katafute maisha. Okay, moja kati ya tabia inayokuwa ndoto, inayoua ndoto za watu wengi, ipo siku nitafanikiwa. Yaani mwezi fulani, wewe. Yaani mwaka fulani. Huo ni uongo. Asa ule uongo kwa sababu tumejiaminisha unakuwa kama wa kweli. Yaani unaonekana kama ni kitu fulani ambacho ni ukweli kabisa. Sijui huwa inakuaje mtu mpaka anakuwa ana ujasiri wa kuona kwamba yaani nikiingia mwezi mpya, nikiingia mwaka mpya mimi ni untouchable. Hii untouchable wewe inatoka wapi? Yaani wewe inatoka wapi ya untouchable hii? Hapo ndio shida hapo inapoanzia. Okay, sasa kuna saa inabidi tuwe watu wazima. Unajiwekea kikao mwenyewe. Yaani unakaa tu mwenyewe. Sasa hivi kwa mfano, tafuta kalamu na karatasi. Tafuta chemba yako mahali. Chora pale. Sema, jisemee mwenyewe, nataka kujitathmini. Hivi toka umesema mambo yatakaa sawa miezi mitatu iliyopita, miaka mitatu iliyopita, kuna vitu vimekaa sawa kweli bila wewe kuchukua hatua? Kaa chini pale, anza kujifanyia hizo evaluation. Jifanyie hizo data hizo. Jifanyie. Hivi kuna toka nimeanza kusema mambo yangu yatakaa sawa kwa miezi mitatu iliyopita, miaka mitatu iliyopita, hivi kuna aliyokaa sawa? Alafu kitoka pale jiambie kabisa, mimi ni pomole la mwisho kabisa. Yaani mimi ni mjinga kabisa. Mungu, naomba unipe hekima kuanzia sasa nimekuwa. Alafu maturity, unajua utu uzima wanasema ni utu uzima unajengwa na vitu viwili. Cha kwanza inaitwa courage. Inaitwa ujasiri. Cha kwanza. Unajuaje huyo mtu ni mtu mzima? Ana ujasiri, inaitwa courage. Maturity inajengwa na vitu viwili, courage. Cha pili inaitwa consideration. Consideration manake ni uwezo wa kutambua na kuchambua ukweli wa jambo ambalo unaliendea, ambalo unatamani liwe tofauti. Utoto unakuwa na kimojawapo kati ya hivyo viwili. Mwisho wa siku haupati matokeo, lakini bado unakuwa unatumainia kwamba yatatokea.
Sasa utu uzima unakuwa na ujasiri wenye misingi yenye mashiko, yaani unasimama ukiwa unaelewa kwamba hiki nakifanya, nina data, it's just a matter of time, kwa sababu mwisho wa siku hata kama unafahamu hautaweza kufanya na mambo yakatokea immediately, no. Lakini unajua kabisa kwamba utu uzima, unajua hakuna kitu ambacho ni aibu. Wewe ni mtu mzima, una jopo la watu wanaokutegemea, mke, tufanye kama ni mwanaume, watoto, jamii, taifa, halafu unafanya vitu kibubusa. We mbaya sana. Kwa maturity ni kukaa chini na kujifanyia assessment, kujifanyia tathmini. Hivi miaka yote ambayo nimekuwa najiona kama mimi ni mtu wa tofauti, mbona vitu havitokei? What's wrong? Utakuja kugundua mambo mengi sana utakaoamini. Utakuja kugundua umekuwa ni mtu unakurupuka, unafanya vitu. Angalia kwanza biashara hata 10 ulizowahi kufanya. Hizi biashara zote mbona hazifanyi kazi? Kila nikiambiwa inalipa nafanya, kila nikiambiwa hii ni goli nafanya, nikiambiwa hii, mbona zimekuwa hazifanyi kazi? Ukianza kufanya tathmini utaelewa, utajua hapa nilidanganywa. Mpaka nadanganywa mimi nilikuwa wapi? Jamani niambia inalipa. Okay. Hapa niliingia kichwa. Hii nilifanya nao miezi 2-3 nikaona pesa yangu hapa ilipotea. Sawa. Ukijipa muda wa kuanza kufanya tathmini utajua kabisa kwamba sawa, kwa sababu haufanikiwi kwa sababu unafanya kila kitu, unafanya vitu vingi. Unafanikiwa kwa sababu unafanya unachokifanya kitofauti. Wanasema excellence is doing the same thing in different way. Watu waliofanikiwa hawafanyi mavitu ya maajabu sana, wanafanya vitu hivi ambavyo sisi wote tunafanya, isipokuwa wao wanafanya kwa namna tofauti. Yaani usitegemea eti bwana utaamka asubuhi kuna biashara lipya limekuwa introduced huko duniani, kwamba lile biashara ukienda tu kalivamia ukafanya utapata pesa. Hakuna mambo kama hayo, hakuna. Biashara ni hizi, kufuga kuku, kulima bustani, sijui kufanya nini. Hakuna biashara zingine. Ndio maana mimi niliwaambia siku moja kwamba nilipokuja kugundua kuna kitu kinaitwa ranks of business nikasema sitadanganywa tena. Nilipogundua kuna kitu kinaitwa maana ya biashara. Biashara sio kuuza na kununua. Kuuza na kununua ni matokeo ya biashara. Sasa biashara ni nini? Nikasema hakuna mtu ananidanganya kuhusu biashara. Nilipogundua kwamba kitu ambacho kinaleta spidi ya matokeo, yaani unakuta kwa mfano kuna mtu amefanya kazi miaka 3, unaweza kuyapata yale mafanikio ambayo ameyapata kwa miaka 3 ndani ya mwaka mmoja. Nilipogundua kuna mfumo ambao unaweza kuleta matokeo ya spidi ambao tunaita support program, nikasema sitategemea vitabu. Mimi cha kwanza kabisa nikishajua kwamba nataka niingie kwenye kitu fulani, natafuta mtu anayefanya kile kitu. Kwa mfano sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa AI, ulimwengu ambao una mambo mengi sana ya ajabu yanaendelea. Nikasema no, lazima na mimi nisiwe mjika kwenye hichi kitu. Cha kwanza nikatafuta mentor kwenye AI, au cha pili nikaanza kutafuta sasa maprogram manini na kila kitu. Hivyo kwenye mambo pia ya mambo ya kuku, ya bustani, nimeshashare sana kwenye masomo yaliyopita. Kwa nikagundua kwamba kitu kinachoweza kikanispeed up mimi matokeo yangu ni support, ni coaching program, mentorship program. Na hizo program ni chache sana Tanzania, nisikufiche. Bado hatuzijui na bado watu hawajashtuka. Okay. Anyway, siku hizi watu wanasoma vitabu, si ndio? Hii bado tuko nyuma. Mimi niliacha kuuza vitabu. Mimi nimeandika vitabu 38. Siuzi hata kitabu kimoja. Nikijisikia wanagawa.
lakini siuzaji wa vitabu. Baadaye sana huko ndo nitakuja kwanza kuvitengeneza kwa ajili ya kuviuza, lakini sasa hivi siuzi kwa sababu nikagundua hamna kitu hapa. Bado ni stage ndogo sana. Tunazungumzia speed ya mafanikio, kwa sababu tunapotaka upate information, kuna information inachangia kitu kinaitwa speed. Nilikuwa sijui, sawa, nimejua. Sasa unakuta umejua, sawa, unafanyia kazi lini? Umejua, ndio umesoma kabisa nidhamu ya pesa. Mimi kwa mfano nimeandika kitabu cha nidhamu ya pesa. Nidhamu ya pesa, nimekuambia kabisa pale, tenga pesa 10 20 20 50. Nimekupa hiyo formula. Umeshajua hiyo formula, kufanya. Unafikiri pesa zitakuja kwa sababu unajua? Lazima uanze kufanya. Sasa ili ufanye, unahitaji mtu akukupushi. Mtu akukupushi si kwamba atakuja kukufanyia. Kitendo cha kuwa uko accountable ina speed up mafanikio yako kwa haraka kuliko. Kwa mfano, mwanzoni nilikuwa nanunua kozi, sisomi. AI zenyewe kabla sijaje kupata mentor, nimenunua kozi 6 za AI na nimelipa pesa nyingi sana. Siye kusomaga, nilisoma moja tutenyewe nusu. Kwa sababu hakuna mtu ananifuatilia, hakuna push yoyote. Baadaye nikashtuka nikasema, okay, ngoja. Sitaki tena kununua kozi, nataka kununua program, mentorship program. Hapo ndio nikaanza kuona speed ya mafanikio. Kila kitu ambacho nakifanya unakuta kinaenda kwa haraka. Mtu anachukua labda tuseme miaka 3 kuimplement. Wewe ndani ya miezi 3 umeshafanyia kazi na umeshavuka viwango kabisa. Okay. Pointi yangu ya msingi, jifanyie vikao. Sawa rafiki? Jifanyie nini? Vikao. Kwa sababu kwa mfano leo ungekuwa, tuchukue miezi 3 ambayo kila siku umekuwa ukiahirisha. Miezi 3 iliyopita ungekuwa na kuku. Yaani miezi 3 iliyopita ungekuwa umeingiza kuku. Sasa hivi ungekuwa unauza 12,000 hadi 15,000. Umeona hiyo hasara? Kama ni vifaranga wa mwezi mmoja kwa miezi 3 iliyopita ungekuwa umeshaingiza batch 3. Hizi batch 3 ungeuza, ungepata hela. Sasa ungekuwa na bustani je? Bustani miezi 2 unaanza kuvuna mboga. Miche wiki 3 mpaka mwezi. Ukishapandikiza wiki 3 mpaka mwezi, kama ni spinach, ni Chinese, sukuma, unaanza kuvuna. Kwa miezi 2 unaanza kupata hela kama wewe unataka hela. Sita bustani yetu fund tulianzisha, ilikuwa kama kuna jangwa fulani limetokea. Tulikuwa tujapata maji, sasa baada ya maji kuja, tukasema sasa hili jangwa nataka tulichange. Kuna watu wamekuja baada ya mwezi wanasema, hivi ni pale square nimepaona au vipi? Naambia ndio pale. Tayari tunaingiza hela. Simple. Asa ile miezi 3 ambayo kuna mwenzako anawaza kila siku nitaanza. Endelea kumaanisha aanze. Baada ya miezi 3 unakuta jamaa anafanya maajabu, anafanya mapinduzi. Kwa hiyo kuna gharama kubwa sana ya kudelay kuchukua hatua. Kubwa mno. Kubwa sana. Kwa hiyo manake nini? Hii ikupe kufikiri kuwa umeshapata hasara kubwa zaidi kwa kuto kuchukua hatua kuliko ungechukua hatua. Watu wengi wanapokuwa hawachukui hatua wanafikiri kwamba wanakimbia kupoteza. Usipochukua hatua unaendelea kupoteza. Yaani usipochukua hatua unaendelea kupoteza. Hiyo ndio pointi ya msingi. Na kila siku unapozidi kusema kesho inazidi kusogezwa. Inapozidi kusogezwa unazidi kupata hasara zaidi. Hasara gani hizo? Tutakuja kuziangalia. Lakini jinsi unapochukua hatua mapema zaidi, unajipa nafasi ya kushinda zaidi. Hiyo ni great point. Jinsi unapochukua hatua mapema zaidi, unajipa nafasi ya kushinda zaidi.
nafasi ya kuwa bora zaidi. Kwa sababu gani? Tunapozungumzia majira mapya, jinsi unavyosema utaanza kesho, unajiongezea nafasi ya mambo yafuatayo. Nimesema hivi, hii ndio point nataka uishike kwanza, ili nikiambia nikukueleza mambo manne uyaelewe vizuri. Sio nikakuchanganya tena hapo. Kama masomo yangu na yenyewe ni changamoto. Iko hivi, unapochukua hatua mapema zaidi, unajiongezea nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Kumbuka tunazungumzia majira mapya. Majira mapya maana yake nini? Majira mapya maana yake ni kwamba ulikuwa unapambana kwenye maisha yako, umeteseka, umekosa mipenyo, sasa unatamani uingie kwenye maisha mapya ya mafanikio, ya furaha, yaani uingie kwenye zoni nyingine. Hayo unaleta majira mapya. Labda upate mwezi wako mpya ambao utafuta machozi yaliyopita, upate mwaka wako ambao utafuta machozi yaliyopita. Yaani umefika kusema hapana, mateso basi. Kwa sababu mateso, umaskini sio ngozi, ni nguo. Sasa kama tabia yenyewe sio ngozi, kwa nini? Kwa sababu umaskini, mateso unayopitia ni matokeo ya tabia vidogo vidogo ambavyo umelimbikiza. Sasa hivi tabia ni kama vinguo. Nguo unaweza ukatoa, ukachomoa, ukatupa, ukasema kuanzia leo hii nguo siitaki. Ila ngozi huwezi kutoa. Sasa tunapozungumzia majira mapya, kumbuka mada kuu ambayo inabeba ujumbe wote wa siku 10 ni jinsi ya kuingia majira mapya kwa kishindo, ili usirudie makosa yaliyopita. Hiyo ndio pointi ya msingi, na ndio inaongoza masomo yote ambayo tunafundisha. Kwa somo langu mimi ni hili moja, kwamba unaingiaje majira mapya kwa kishindo. Kwa nitakuonesha kwa nini umepata hasara, nitakuonesha, lakini pointi ya msingi ni moja. Mmenielewa ndugu zangu? Sasa basi, jinsi unavyochukua hatua mapema zaidi, unajipa nafasi ya kushinda zaidi. Kwa nini? Kwa sababu tunaposema majira mapya, unavyozidi kusema nitaanza kesho, unajiongezea nafasi ya mambo yafuatayo. Namba 1, bei mpya kuongezeka. Mimi nakumbuka, ni ukweli kabisa, wakati nimeanzaga hizi movement gharama ya program haikuwa gharama ya sasa hivi. Hii gharama imeongezeka mara 10 zaidi. Kuna watu ambao, to be honest, wamekuja kulipa pesa nyingi ambazo wasingelipa walipoanza kunifuatilia. Kwa sababu kuna mtu amefuatilia mimi miaka 2, miaka 3, mwaka mmoja, miezi 3, mwezi mmoja, siku moja, wiki moja, whatever the case. Unapo delay kufanya decision, bei, unajipa nafasi ya kuongeza bei. Sio kwenye program, kwenye kila kitu. Siku zinavyozidi kwenda vitu huwa vishuki. Siku zinavyoongezeka vitu huwa vinafanyaje? Vinapanda bei. Namba 2, unajiongezea nafasi ya kujitafutia ushindani mpya. Unajiongezea nafasi ya kujitafutia ushindani mpya. Ngoja niwape siri moja. Kuna kitabu kinaitwa Blue Ocean Strategies. Blue Ocean Strategies ni kitabu ambacho kinaelezea mikakati ya biashara. Wameelezea kwamba kwenye dunia hii tulionayo ni dunia ya ushindani. Hii dunia ina strategy hizi 2. Strategy ya kwanza inaitwa Red Ocean Strategies, yani bahari nyekundu. Alafu strategy ya pili inaitwa Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy maana yake ni ile bahari ya blue, bahari ambayo iko shwari. Sasa wanasema hivi, kwenye biashara na kwenye maisha iko hivi. Sasa wao wakatumia mfano wa bahari. Kwenye bahari kuna samaki wadogo na wakubwa. Wale wadogo, wale wakubwa huwa wanakula wale wadogo. Sasa iko hivi, wale wakubwa wameshapata sehemu yao ya kula samaki, wanakula wale samaki. Anakuja tena mwingine, anaona samaki mwingine, anakuja kuona wale mbona hao masamaki wakubwa wanaenjoy masamaki, na wao wanakuja wanaanza kula samaki. Wanakuja tena wengine kwenye ile sehemu, na wao wanaingia kula samaki. Wanajikuta baadaye wale masamaki wakubwa
wamekuwa wengi kuliko samaki wanaoliwa. What happened? Vita inabadilika, inakuwa sio tena kwa samaki wakubwa kuwala wa samaki wadogo. Vita inaanza masamaki makubwa kwa makubwa wakipigana. Sasa baada ya ile vita ya masamaki makubwa kwa makubwa kuanza kupigana, kinachotokea bahari inageuka inakuwa nyekundu. Ndio maana inaitwa Red Ocean Strategies. Blue Ocean ni nini? Blue Ocean ni kwamba kuna samaki ambaye yeye alipoona wale masamaki wanapambana pale, yeye akajitafutia kaeneo kake kengine, akaenda mahali akatafuta samaki wake, akaanza kuwale samaki wake. Alipoanza kuwale wale samaki wake, akatengeneza uzio ambao mfumo ambao wale samaki wengine wakija hawawezi kuingia. Hiyo ndio inaitwa Blue Ocean Strategies versus Red Ocean Strategies. Kwenye maisha iko hivi, unapozidi kuchelewa kufanya maamuzi, unatengeneza ushindani. Wanasema hivi, siku zote kuna opportunity umeiona. Ile opportunity unayoiona sio unaiona mwenyewe. Kuna majitu yanaiona, kuna majitu mengine yanaiona, kuna majitu mengine yanaiona. Siku unakuja kushtuka, umeshaingia kwenye bahari nyekundu. Wenzako wameshatangulia, wanakula samaki wao, wanakula samaki wao, wanakula samaki wao. Ukiingia pale wanakuchana chana. Kingine, ukisema ukatengeneza ya kwako mwenyewe, unakuta it's too late. Si kama leo hiyo strategia. Hicho kitabu kinaitwa Blue Ocean Strategy. Ukipata nafasi kakisoma, kitakusaidia sana kuona haya maisha yakoje. To be sure, kwenye maisha na opportunity yoyote, wewe ukiona hivi, hujaona mwenyewe. Wengi wameona. Tofauti wenda kwa wapi? Tofauti wenda kuwa ni spidi ya nani atachukua hatua on time. Ndio si ninavyokuaga. Yaani atakayechukua ile hatua kwa chap ndio huyo anani. Kwa hiyo unajitafutia ushindani mpya. Ngoja mfano mmoja hai kabisa kwa wanafunzi wangu wa kukuchumi. Iliwahi kutokea nilikuwa nataka kutengeneza formula moja ya marketing kwenye project ya kukuchumi. Sasa nikafanya kitu kinaitwa sample. Wakati natengeneza ile nitawafundisha kesho ile somo la 10 ndio nitamalizia na programu yangu yote siku 10. Opportunity ambazo zipo kwenye kuku. Sasa nilikuwa natengeneza kama strategia fulani ambayo for sure nilikuwa naitest, lakini kwa maarifa nilikuwa nimeiona itafanya kazi, lakini ilikuwa haijafanya kazi katika uhalisia. Sasa nikafanya hivi, nikasema sasa hao wanafunzi wangu kila mmoja afocus kwenye vitu vichache. Sio kila mtu maki walikuwa hivi, huyu anafuga kuku, anauza vifaranga, anauza mayai, anauza kila kitu na nini na nini. Sasa mwisho wa siku unakuta hakuna mtu anayefanya katika huo ubora. Sasa nikasema no. Nikaanza kuwafundisha kwamba kuku ana opportunity 20. Kuku ana biashara 20. Sasa nikataka nitengeneze sample ya uhalisia katika zile biashara Arusha. Kafanya hivi. Kila mwanafunzi nilivyokuwa naona bidii yake na juhudi zake, nilikuwa najua huyu akiwekeza nguvu kubwa kwenye hichi kipengele atafanya vizuri. Akiwekeza kwenye hichi kipengele atafanya. Huyu anaweza kufanya vizuri kwenye kulea vifaranga. Huyu anaweza kufanya vizuri kwenye mashine. Huyu anaweza kufanya vizuri kwenye chakula. Huyu anaweza. Nikawaselect. Sasa wataja majina kwa sababu sasa itakuwa maana kuna walio bugi na waliopatia leo ni matajiri. Nikafanya hivi, nikasema sasa sikiliza. Wewe focus na mashine. Wewe una kitu kinaitwa uwezo wa kulea. Unajua mwisho wa siku iko hivi, licha ya kwamba utajifunza mambo mengi sana, lakini kama utaoperate kwenye eneo ambalo unalipendelea zaidi, yani una passion zaidi, ni unstoppable. Yani utajua mambo mengi sana, kwa sababu kuna mwisho wa siku na kitu kinaitwa specialization. Una specialize kwenye eneo fulani. Kwa nikamwambia sasa, kulingana jinsi nilivyowasoma na commitment yenu, wewe unaweza kulea vifaranga, wewe ni mlezi mzuri, focus na hii biashara.
Wewe una uwezo wa kufanyaje? Una uwezo wa kuzalisha. Focus. Wewe una uwezo kuuza majogoo. Focus kwenye hiyo biashara. Wewe una uwezo wa kuwa na chinjio. Focus kwenye hiyo biashara. My friend, kwenye hizo group hakuwa mmoja mmoja. Nilichokuwa nafanya nilikuwa naangalia wale wenye speed ya kuchukua hatua. Nikikupa idea unalalala, kesho nampa mwingine, kesho nampa mwingine. Wote ambao niliwapa zile ideas leo ni matajiri kwenye mradi wa kuku. Miaka 3-4 iliyopita. Sasa ilitokea kuna mtu mwingine anakuja sema, sasa mwalimu, na mimi nafikiri sasa najipanga niweze kufanya ile idea uliyonipa. Kuna discussion tena? Unafikiri nitakwambia fanya au usifanye? Timing. Ulikosea kile kitu kinaitwa season, majira. Nitakutia tu muone kwamba utaweza. Lakini kuna opportunities ambazo zilikuwa zinakuja kwa wewe kuchukua ile timing on time. Opportunity ilikuwa nini? Nilikuwa na introduce ile miradi kwenye kila sehemu nilipokuwa naenda. Nikiwa kwenye radio na introduce, nikiwa sijui wapi na introduce, nikiwa wapi sijui na introduce. Sasa wanasema hivi, kila fursa inapokuja inakuja na neema yake kwa wakati wake. Sasa wewe mtu anakutambulisha mradi wako umlipi chochote. Wewe ni nani? Yaani mtu anakuletea ugali. Kwa mfano sasa hivi nataka tunapoingia majira mapya nitangaze na nipige kelele miradi ya wanafunzi wa Dar es Salaam. Kwa sababu for sure ni kwamba 90% ya wanafunzi wangu wa program zote wako Dar es Salaam. Yaani sasa nataka nipige makelele kwenye majira mapya tunayoingia kwa wanafunzi wa Dar es Salaam. Yaani nimepanga kabisa, ni strategic, ni mkakati kabisa. Mikoa mingine tutategemea na speed yao ya kuongezeka, lakini Dar es Salaam tayari imeshajikaa. Kama uko Dar es Salaam na mpaka sasa hivi hujachukua programu yote ya Profitable Garden, aya, kila opportunity huwa inakuja na kibali chake, inakujaga na favor yake, inakujaga na neema yake. Haiwagi siku zote, haiwagi siku zote, hata siku moja. Asikudanganye mtu. Hii nguvu ndio nayo sasa hivi, usikategemea itakuwa miaka yote 30, 20, 40. Hapana. Nitakuja kuacha kufanya, nitakuja kuchagua kazi za kufanya, nitakuja kuto kuonekana kabisa kwenye mtandao. Na hiyo ndio ndoto yangu. Sitaonekana kabisa mtandaoni. Yaani utakao unione. Nitafocus kufanya vitu tofauti kabisa ambavyo utakao uamini. Ni hivi hivi, lakini wataonekana wengine kabisa kwenye mtandao. Mimi nitakuwa busy na focus na vitu vyangu vingine. Itakuja kufikia hiyo muda kwa sababu pia ni ndoto yangu hicho kitu kiweze kutokea. Itakuwa vipi? I don't know, lakini natamani. Natamani sana. Nachotaka niseme ni nini? Unapojichelewesha unaongeza ushindani usiojua. Leo hii wewe ungekuwa ndio bingwa wa kuzalisha vifaranga kwenye mtaa uliopo, kwenye wilaya uliopo. Ungekuwa bingwa wa kuzalisha mboga kwenye mazingira uliopo. What is the problem? Unasema kesho, 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 kesho. Baada ya muda unakuja kushtuka ile opportunity kuna watu wameichukua. Unakuja kushangaa baada ya muda, I say you fursa mimi singekuwa nimeifanyia hii. Hii idea mimi singekuwa umechemka. Umechemka. Mimi ni mjumbe. Mjumbe siku zote hauawi. Anafikisha ujumbe. Kitu kingine, mahitaji mapya. Hakuna siku pesa itakwambia sasa sina kazi unitumie. Hakuna siku pesa itakwambia sina kazi unitumie. Usikasema siku nikipata pesa nitaweza kufanya hicho. Hapana. Never, 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 never. Hakuna siku muda utakuja utasema sasa nina muda wa kufanya. Hakuna. Pesa, muda, sisi ndio tunaweka vipaumbele. Kwamba sasa tufanye, sasa tusifanye. Simple and clear. Hakuna hiyo siku. Kwa shida ni kwamba mahitaji mapya kila siku yanaongezeka.
Kitu kibaya zaidi ni msongo. Kitu kibaya zaidi ni msongo. Unajua, unapojua kwamba vitu havijatokea, maisha hayaendi, opportunities zinakupita, yani unakuwa na frustration, unakuwa yani ni kama umechanganyikiwa sasa. Yani kwa unapoendelea kufuatia masomo yangu ndio yanakuchanganya kabisa. Yani unajiona kama yani sijui imekuwaje. Ukishaona hapo kwenye hiyo moment, fanya vitu viwili. Muombe Mungu akupatie neema ya kuto kuchanganyikiwa zaidi, kwa sababu unaweza kaendelea kuchanganya na kuchanganyikiwa kukugo hivi. Ukiwaza ulivyopoteza opportunities, ukiwaza kuna wakati fulani kwa kuna opportunity ulipuuza, yani unachanganyikiwa kabisa. Sasa mimi naomba nikusaidie kitu kimoja ili usichanganyikiwe zaidi. Chukua hii statement, kaa nayo, imiliki, iwe kama ya kwako. Mimi iliwahi kunisaidia siku moja. Sema hivi: sina uwezo wa kubadilisha chochote kilichopita. Andika hiyo statement, itakusaidia. Sina uwezo wa kubadilisha chochote kilichopita, isipokuwa nina uwezo wa kufanya kitu kwa wakati nilionao sasa hivi kwa ajili ya kesho. Naomba nirudie na nitakuwa namaliza somo langu lenyewe, hata sijafundisha. Maana hata muda umeisha. Tutakutana mbele ya safari. Naomba nirudie. Siwezi kubadilisha chochote kilichopita, isipokuwa nina uwezo wa kufanya kitu kwa wakati nilionao kwa ajili ya aina ya kesho unayoitaka. Simple. Ishike hiyo statement, itakusaidia sana. Utaacha kujilaumu, utaacha kujihukumu, utaacha kujua, misongo itaanza kupungua. Halafu sasa fanya hivi: tafuta mtu au program ambayo ina mwongozo wa kukupatia ufanye nini hatua kwa hatua. Halafu fanya hivi: cha kwanza nimesema anza kumwomba Mungu kwanza, sawa? Usikurupuke. Fanya hivi: tafuta kama ni kuna program ambayo ina uwezo wa kukusaidia kwa mfano kwenye movement zako, sawa? Alafu tafuta mtu atakaye kusaidia kukusimamia. Alafu sema, mimi nakumbuka mentor wetu kuna mwaka fulani alikuja na idea yake inaitwa SLD. Ile idea ilitubadilishia maisha kabisa. Inaitwa SLD. Inaitwa shut up, listen and do. Naomba hiyo pia na wewe uitumie. Yaani sisi tuliingia kwenye 8 figure kwenye, nakumbuka hiyo program. Yaani majitu mengi yalikuwa matajiri. Inaitwa SLD. Inaitwa shut up, listen, do. Tafuta mtu ambaye atakusaidia kukupa mwongozo, simama naye, jipe muda, alafu kaa kimya, shut up, funga mdomo, sikiliza, fanya, rudi, rekebisha. Kuna somo jana nimefundisha hapa, ngoja nirudishe kile kipengele kwa haraka haraka kwenye programu yetu ambacho tulisema kiko wapi kile jamani? Kiko wapi kile hapa? Nishakiona. Sisi tuna mfumo mmoja unaitwa 5X. 5X maana yake jifunze, tekeleza, uliza. Kwa sababu ukijifunza, sawa, utatekeleza baadhi ya mambo. Kuna vitu utakuta haviendi. Hatua ya 3, uliza. Ukiuliza, rekebisha. Ukirekebisha, utapata matokeo. Utauza na utaweza unaweza ukauza, lakini pia unaweza ukapata mboga ya kula. Endelea kurudia hiyo series. Sasa jinsi ambavyo unarudia ule mfumo ndio unazidi kuimarika zaidi. Sasa upate program ambayo utakuwa na hivi vitu. Sio vitabu, achana hizo mambo. Hiyo itakuchelewesha. Tafuta kwanza program ambayo inaweza kukuguide, kukuongoza. Okay. Sasa to declare interest, ukiamua kuwa kwetu si okay, lakini sio lazima uwe kwetu. Tafuta hata mtu wako mwingine yote ambaye unajua atakusaidia huko mbele ya safari. Ila ninachotaka mimi ni kwamba usiingie kibubububu. Then funga mdomo,
Acha kuongea, fungua masikio, fanyia kazi, sumbua huyo mtu. Mimi wanafunzi wangu kwenye program wanaambia nisumbueni, nimewapa nafasi mnisumbue, mpo kwenye program nisumbueni. Ukiona umeshare kwenye community, mimi wanaamini kwenye community kuna watu ambao wanaweza kawasaidia pia watu, lakini ukiona umeshare kwenye community, mimi niko busy, siwezi ngakwambia inapatikana muda wote tu. No, hiyo viwango vya kupatikana muda wote nishavuka. Niko busy kweli, niko busy to be honest. Nisumbue, piga simu, tuma message, nitaona na nitakuwekea schedule. Shut up, listen, do. Twende kwa mwaka mzima, twende tu, anza tu na miezi 5. Kwa mfano kama program ya bustani kama ya Back Garden na Profitable Garden Pro ni miezi 5 tu, tuanze na hiyo kwanza. Ukiweza kuingia ya kukuchumi ambayo ni mwaka mzima, it's okay, lakini fanya upate program ambayo utasema no, sasa hivi nataka ni shut up, ni listen na ni do, nione nini kinatokea. I'm really telling you, unaenda kutoboa. Jamani, mimi sina mambo mengi, naomba niwaache, tukutane kwenye kipindi kijacho. Jambo la msingi ni moja. Okay, kuna mambo swali nimeona mmeuliza hapa, naomba niyapitie chap alafu niwaage. Leo nimechelewa kidogo, ila tupo pamoja. Karudie kwenye marudio kwenye YouTube, itakusaidia sana. Sina uwezo wa kubadilisha chochote kilichopita, isipokuwa na uwezo wa kufanya kitu kwa wakati nilionao kwa ajili ya kesho itakayo. Safi sana Andrew, safi sana. Ifanyie kazi hiyo, itakusaidia. Ayo nasema nataka nifuge layers, nianze na wangapi kwa mtaji wa milioni 2? Hiyo sio swala msingi rafiki yangu. Tutumie ujumbe kwenye WhatsApp 0761825808. Nilishawaambia kitu kimoja, niliwafundisha. Acheni mambo ya kutanguliza pesa mbele kwenye miradi, mtafeli. Umeshasema milioni 2 hapo. Ukishakutana na mtu ambaye ni tapeli, mtu ambaye akiona tu pesa yako anahangaika, umeshapigwa hapo. Sisi hapana hizo biashara. Pesa zako weka pembeni. Anza kwanza kutafuta information. Tafuta ufahamu kwanza. Wastaafu wengi wanaliwa kwa staili hiyo. Na milioni 50, na milioni 20. Hela haina msaada, haina mchango kwa mtu mjinga hata siku moja. Nafikiri umeshanielewa. Fanyia kazi, maelekezo ndio kupatia. Mwingine anasema okay, ndio sawa, messages zimekuwa nyingi alafu sioni zile ambazo naweza nikazicheck kwa haraka. Okay, sawa, mimi nafikiri niwaage, tukutane wakati mwingine. Jambo la msingi ni moja tu. Kama uko serious kabisa unataka tukushike mkono watu kwa hatua, andika neno program kwenye nambari ya WhatsApp ambayo ni 0761825808. Tembea na favor ya offer ambayo tumetoa sasa hivi, ili usipitwe na baadaye ukaja kusema kilikwenda na vitu kama hivyo. Pitia program, angalia, then tuambie uko interested na program ipi, tutakusikiliza na tutakushika mkono mpaka kiweze kueleweka. Otherwise, share na mtu mwingine video hii, inaweza kuwa msaada kwake. Nenda kwenye YouTube, subscribe channel yetu Profitable Farm TZ. Kuna masomo mengi ambayo huenda yamekupita, yatakusaidia. All the